Watazamaji Babu Salam Online TV Mashakiri, tuko hadhi kwa mara nyingine tena hapa. Bado tuko katika mkoa wa Mbeya hapa, na leo tukiwa na Fadhilatu Sheikh Al-Habibi, Sheikh wa mkoa wa Mbeya, Al-Habibi Sheikh Msafiri Ayasi. Mashallah, tuko naye hadhiri hapa katika ofisi ya mkoa, na leo tutapata mambo mengi sana kuhusiana na mkoa huu wa Mbeya na harakati ambazo zinazoendelea. Al-Habibi, Sheikh wangu wa mkoa, leo Babu Salam Online TV iko hadhiri katika mkoa wako wa Mbeya. Lengo na makusudio ni wapenzi watazamaji wapate kuvuna kutoka vile ambavyo ulivyojaliwa na Mola. Hasa tumemaliza mwezi wa Ramadhani. Lipi la kuambia watazamaji katika ambayo yanaendelea baada ya Ramadhani? Karibu sana. Kwanza jitambulisha majina yako ya ukamilifu, baada hapo tuendelee katika yale ambayo utakayowafikia Al-Habibi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimu as-salihat. والصلاة والسلام على إمام الحرمين الشريفين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه أولي الميامين وبعد. naitwa Sheikh Msafiri Ayasi Muhammad Jalambaha, ni Sheikh wa mkoa wa Mbeya. Awali ya yote niwapongeze sana wenzetu wa Babu Salam TV. Ni televisheni ambayo inatoka mbali, inatoka katika wilaya ya Kondoa, mkoa wa Dodoma. Niwapongeze kwa kufanya safari hii nzito, muhimu na kubwa ya kidini kuja kuzuru mkoa wetu wa Mbeya, na wamekuja si kwa jambo lingine isipokuwa kwa jambo la da'wa. Mwenyezi Mungu awalipe pakubwa, na Mwenyezi Mungu wafungulie kila yaliyokuwa mazito kwao wafanye yawe mepesi. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema baligh anni walau aya, fikisha kuhusu mimi walau aya moja. Kwa hivyo Babu Salam kwa lile walilofanya kuja huku, nafahamu watakuwa watafikisha sio aya moja tu, lakini aya ni nyingi, kwa sababu wamekuja Mbeya, wamekutana na pamoja na mimi, watakutana na mashekhe wengine tofauti. Kwa hivyo watafikisha mengi kwa Waislamu, na hii ni njia pia ya da'wa kubwa na njia pia ya tablighi iliyokuwa kubwa na nzuri sana. Mwenyezi Mungu anatuambia kwamba ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu, tumewajalieni sisi shu'uban wa qabaila, mataifa na makabila, lengo ikiwa kufahamiana tu, kuweza kujuana. Kwa hivyo wametoka Kondoa wakiwa watu bila shaka labda ni kabila tofauti na sisi watu wa Mbeya, lakini lengo la Mwenyezi Mungu litaarafu, na kubwa zaidi sisi sote ni ndugu. Innamal mu'minina ikhwa, waumini ni ndugu. Kwa hiyo wamekuja kwa ndugu zao huku Mbeya, ndugu zao ambao ni sisi Waislamu, na hii ni hali ambayo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameisitiza sana ya upendo baina yetu, na akitufahamisha, kutufundisha kuhusu upendo baina yetu ni mfano wa umbo moja la mwanadamu. Mfano wa wanadamu, waumini wanapopendana, basi ni mfano wa umbo la mwanadamu. Pale ambapo kiungo chake kimoja kitakuwa kimepata athari ya maumivu ya homa na au kitu kingine tofauti, basi mwili mzima sasa unapatwa na shida. Kwa hivyo walichokifanya hawa ndugu zetu ni swala la kuenda sambamba na mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba kuna haja sana ya kuwa pamoja, ya kushikamana na kupendana na kuweza kufunzana katika dini yetu ya Kiislamu. Wao wamekuja si kwamba sisi tutakayozungumza tutakuwa tunafundisha, lakini sisi tutafaidika mengi toka kwao. Sisi pia huku yako mengi ambayo tutayasikia kwa wengine watakao tusikiliza, watatuambia liko hivi na hivi, basi watakuwa walimu wetu, watatuelekeza. Kwa hiyo niwakaribishe kwa niaba ya Waislamu wote wa mkoa wa Mbeya, na wakaribisha sana Babu Salam TV. Shukran sana Al-Habibi, na tunasema tumekaribia sana, na kwa kweli tunajivunia uwepo wako na harakati ambazo unazoziendesha. Leo watazamaji wengi watakutazama, hasa wakazi wa Mbeya na nje ya Mbeya na ulimwengu ambao wanafuatilia mitandao. Tumemaliza mwezi wa Ramadhani, na tuliona hapa mambo ambayo yalikuwa yanadhihiri sana katika mwezi wa Ramadhani. Watu watahitaji kujifunza. Lipi la kuambia baada ya Ramadhani kumalizika? Awali yote niseme alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutuwezesha Waislamu kufikia mwezi wa Ramadhani na kisha kuukamilisha. Kwa hivyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu na tunamuomba tukubalie somo zetu. Ni kweli mwezi wa Ramadhani tumemaliza, ni muda wa takriban kama juma moja lililopita. Mwezi wa Ramadhani jinsi ulivyo, pamoja na hali yake ambayo Mwenyezi Mungu ameelezea kwamba ni ayaman ma'dudatin, masiku machache sana, wenyewe ni chuo, ni shule tosha kabisa ya kuwafundisha Waislamu na hata wasiokuwa Waislamu. Ndani ya Ramadhani kuna mengi tunayojifunza. Tunajifunza hali ya kuweza kuvumilia
mtu ambaye ana uwezo wake wa kupata chakula, ana mkewe ambaye angeweza kukutana naye wakati wa mchana na vinginevyo, lakini ndani ya mwezi wa Ramadhani anajizuilia. Kwa hivyo yule mwenye kipato anapata hisia ya kuona namna gani yule ambaye hana kipato anaishi siku zingine za maisha yake akihangaika akitafuta riziki. Kwa hivyo ni fundisho la yule mwenye kipato kuweza kumsaidia asiyekuwa na kipato. Lakini ndani ya Ramadhani tunafundishwa pia namna ya watu kuweza kupendana. Tunaona mle watu wanavyopendana, wanavyopeana riziki za iftari, kuanzia kitu kidogo sana, tembe moja ya tende au maji ya kunywa kidogo, mpaka maftari makubwa na vinginevyo. Watu wanapenda kufurishana, watu wanapenda kuoneana huruma ndani ya Ramadhani. Kwa hiyo kuna ufundisho kubwa la upendo ndani ya Ramadhani. Na pia vile ndani ya Ramadhani kuna fundisho kubwa sana la ufanyaji wa ibada, kwa sababu ndani ya Ramadhani kuna ibada nyingi mno, ikiwemo ibada ya swala ambayo yenyewe imejikita katika kila nguzo ya Kiislamu ipo, ukienda kuhiji ipo, lakini ndani ya Ramadhani inazidi zaidi. Kuna salatu tarawih zimo mle, kuna sunna mbalimbali, tahajjud ambazo zinaswaliwa sana, na kiupekee sana ni tarawih ambayo huikuti katika miezi mingine. Kwa hivyo ni wazi kwamba kuna fundisho la kwamba kuna umuhimu wa kufanya ibada sana, umuhimu wa kufanya swala sana, kwa sababu awwal ma yusalu al-abdu yawm al-qiyamah as-salah. Kitu cha kwanza atakachoulizwa mja siku ya kiyama ni swala, kabla ya jambo lingine lolote. Kwa hivyo mle ni practice kubwa sana ya swala, ambayo sina shaka kama mtu atakuwa amejikita ipasavyo, baada ya pale tena atakuwa sasa ameshika swala kisawa sawa. Sote tunafahamu namna gani misikiti yetu inafurika ndani ya mwezi wa Ramadhani, kwa maana ya kwamba wale ambao hata siku za kawaida walikuwa hawaendi kuswali, basi mwezi wa Ramadhani wanakwenda kuswali. Kwa hivyo ni namna ambayo pia inasaidia sasa wale waliokwenda kuswali katika mwezi wa Ramadhani kupata hisia kwamba kumbe swala inafaa kufanywa katika miezi yote. Baada ya Ramadhani kuna watu sasa wanabakia misikitini. Kwa hivyo ni moja kati ya fundisho zuri sana tunalipata. Ndani ya Ramadhani tunapata fundisho la umuhimu wa kukizingatia kitabu chetu kitukufu, Qur'ani ambayo mwezi wa Ramadhani ndio mwezi wake. Mwenyezi Mungu anasema shahru ramadhana alladhi unzila fihi alqur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Mwezi wa Ramadhani ambao imeshusha Qur'ani ni uongofu kwa watu. Kwa hivyo mwezi wa Ramadhani ndio mwezi ambao umeishika haswa dini yetu, kwa sababu dini yetu ni Qur'ani na Ramadhani ni Qur'ani. Sasa kama Qur'ani imeshuka ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, hivyo ni wazi kwamba ile ni fursa kubwa sasa ya mtu kukitumikia ipasavyo kitabu cha Mwenyezi Mungu, kukifuata ipasavyo kitabu cha Mwenyezi Mungu, kupata mazoezi mazuri na umuhimu wa kwamba mara kwa mara tunatakiwa tusome kitabu cha Mwenyezi Mungu na tunatakiwa tufuate yale yaliyomo ndani ya kitabu cha Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo hilo ni fundisho kubwa sana, na si fundisho tu, pia yale ambayo yanajiri ndani ya mwezi wa Ramadhani kuhusiana na kitabu cha Mwenyezi Mungu, Qur'ani, kama mashindano mbalimbali ya Qur'ani, ni njia nzuri ambayo nyuma yake ina hekima kubwa ya kuhami kitabu chetu. Hali tunaiona duniani sasa hivi zinafanyika hata jitihada sasa za kuleta Qur'ani ambayo sio Qur'ani sahihi, sio Qur'ani hasa iliyoshushwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hayo yalianza kutokea hata zama za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kulikuwa kuna mtu anaitwa Musailamatul Kadhab, alizusha Qur'ani yake yeye baada ya suratul Fil kushuka, na yeye akasema na mimi naweza. Akasema al-fil wa ma adraka ma al-fil, tembo nini kitakachokufahamisha wewe kwamba tembo ni nini? Maneno ambayo hayanasibiki kabisa kuonesha kwamba ni maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni maneno ambayo hayana kichwa wala miguu. Kwa hivyo watu kama hao walikuwepo Musailamatul Kadhab, lakini wakina Musailama wengine wanazuka katika zama hizi. Tuwe makini sana. Qur'ani tunasikia na yapo yanasemwa, na lisemwalo Waswahili wanasema lipo. Inaletwa vitabu vingine ambavyo vinashabihishwa na Qur'ani, kumbe si Qur'ani. Ndani yake kuna aya zimetolewa, kuna sura zimetolewa, kuna vitu vimeongezwa. Kwa hivyo niseme kwamba yale yanayofanyika ndani ya mwezi wa Ramadhani, kwa mfano jitihada kubwa za mashindano ya Qur'ani, binafsi napongeza sana, kwa sababu ni njia nzuri sana ya kuhami kitabu cha Mwenyezi Mungu, ya kuhami Qur'ani hii ambayo ndio muongozo sahihi wa mwanadamu na ndio uongofu wetu, kama Mwenyezi Mungu alivyosema hudan linnas, uongofu kwa watu. Kwa hivyo yale mashindano ni mazuri kwa sababu wanashiriki watu wa kada tofauti, yako ya watoto wadogo, kwa hiyo wanahifadhisha Qur'ani,
wanashiriki watu wazima, wanashiriki wanawake, ni njia nzuri sana. Na ile hali ya kusoma Qur'an ndani ya mwezi wa Ramadhani ni faida mojawapo ambayo tunaipata nzuri sana. Lakini lingine niseme kwamba ni Ramadhani ni kama vile Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyosema, jina min al-jihad al-akbar ila jihad al-asghar. Tumetoka katika jihadi kubwa kwenda katika jihadi ndogo. Tumetoka jina min jihad al-asghar ila jihad al-akbar. Tumetoka katika jihadi ndogo tunakwenda katika jihadi kubwa. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akirudi na maswahaba wake katika moja kati ya vita alivyopigana, aliwaambia maswahaba, tumetoka sasa sisi katika jihadi ndogo tunakwenda katika jihadi kubwa. Wakamuuliza, wa ma jihadul akbar ya Rasulullah, jihadi kubwa hiyo ni nini ya mjumbe wa Mwenyezi Mungu? Akasema jihadun nafs, jihadi ya nafsi. Maswahaba walishangaa sana, kwa sababu unachojua walichoshangaa maswahaba, lakini mimi na wewe pia, tukio la vita ambapo damu humwagika, watu hufariki, ni tukio ambalo la kutisha na linasisimua miili kabisa kabisa kwa kuogopa. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ni jihadul asghar, ni jihadi ndogo. Na jihadi kubwa anasema jihadun nafs, jihadi ya nafsi, ambapo jihadi ya nafsi haina silaha ya kushika, hakuna madege ya kivita, hakuna jeshi la kukabiliana nalo, lakini Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ameita ni jihadi kubwa. Kwa hivyo baada ya Ramadhani mimi nasema ni kama maneno ya Mtume kwamba tumetoka katika jihadi sasa ndogo tunakwenda katika jihadi kubwa. Shukran sana wapenzi watazamaji wa Babu Salam Online TV. Tumesema tuko hapa Mbeya, walilahi alhamdu, tukiwa na fadhila tu Sheikh hapa Sheikh Msafiri Ayasi Njalambaha chombo hiki, na ni mwamba huyu ambaye ameeleza kwa ufasaha kabisa, ambaye umetoka katika mwezi wa Ramadhani. Unaachaje kuendeleza kufanya mazuri ambayo uliotoka nayo katika mwezi wa Ramadhani? Lipi la kuambiwa? Haya ndo maneno ambayo tuambiwa. Kama tuliwaambia katika nukta yake ya mwisho hapa, anasema tulikuwa katika jihadi ndogo, sasa tunakwenda katika jihadi kubwa ambayo ni jihadi ya nafsi. Matumizi ya Ramadhani, faida ya Ramadhani, mamlaka mazuri uliyopata ndani ya Ramadhani na mambo mazuri uliyoweka katika mwezi wa Ramadhani, maana yake unatakiwa uyaendeleze. Alhabibi, tukushukuru sana. Mungu akulipe kheri na jitihada ambazo hasa unazofanya katika mkoa wako wa Mbeya. Tumesikia hapa katika mazungumzo yako ukituambia kwamba mwezi wa Ramadhani ni mwezi ambao watu wamefanya mambo mengi sana, ikiwa kila kitu kilipanda pale cha thawabu, ukifanya hichi kwa sunna, kwa ibada ya faradhi, kwa kutoa, kwa kulisha, kwa kadhalika vitu vya kheri, Mungu anamlipa mtu yule zaidi ya vile ama tofauti na miezi mingine. Katika nukta ambayo umezungumza hapa, ukasema Qur'ani imeshuka katika mwezi wa Ramadhani. Kwa mujibu wa Qur'ani aya uliyosoma, kuna wako ambao wao wanajiandaa Ramadhani tu peke yake ndio Qur'ani wanasoma. Je, miezi mingine Qur'ani isisomwe? Hebu waeleze kwanza wapenzi watazamaji. Wallahi Qur'ani ndio muongozo katika maisha yetu yote. Ndio maana Mwenyezi Mungu anasema hudan linnas, muongozo kwa watu. Hakusema hudan linnas fi shahr Ramadhani, muongozo kwa watu katika mwezi wa Ramadhani. Kwa hivyo itakuwa ajabu kama mtu utasoma Qur'an ndani ya Ramadhani peke yake, wakati yaliyomo ndani ya Qur'ani ni mambo ambayo yanatuongoza katika maisha yetu yote, toka tunapozaliwa hadi tunapofariki. Kwa hivyo sidhani sasa utakuwa katika hali gani kama wewe unaifanya Qur'ani mahajura, yenye kuhamwa. Unaihama Qur'ani miezi yote 11, mwezi mmoja ndio unairudia Qur'ani. Hilo likifanyika litakuwa linafanyika kwa makosa makubwa sana, na litakuwa ni jambo ambalo si sahihi kwa kweli. Si sahihi kwa sababu utaenda vipi, utaendesha vipi Uislamu wako bila ya kuwa na Qur'ani? Qur'ani ni kitabu ambacho ndani yake itakuelezea wewe masuala ya ndoa zako, ndoa yako iwe vipi. Ndoa ni kitu ambacho unacho kila siku, malezi ya watoto yako mle, maadili mema yako mle, mambo ya kiuchumi yako mle. Sasa unaendaje maisha yako bila ya Qur'ani? Qur'ani ni kitu ambacho muda wote tunatakiwa tuwe nacho. Qur'ani yenyewe ni kinga yako. Sasa unaiwachaje kinga yako? Kwa hiyo nadhani watu watakaokuwa wanaihama Qur'ani watakuwa wanafanya kosa kubwa sana. Tumalizie katika kipindi chetu hapa. Kwanza tumefurahi na tunakupongeza kwa kazi kubwa ambazo unazifanya hapa Mbeya. Tumeona harakati nyingi. Mbeya ni moja katika jiji ambalo linazungumzwa sana katika harakati za dini. Wako Waislamu
ambao wanakutazama kwa wakati huu wana fursa ya kuwekeza katika khiri. Tumeona huku misikiti sio mingi, tumeona misikiti sio mingi, lakini madarisi zenyewe sio nyingi. Wako ambao wanakutazama kwa wakati huu. Ikiwa sisi tumefanya ziara mpaka vijijini, tumeona misikiti mingine haina mabusati, misikiti mingine mapaa yamechakaa, misikiti mingine kadhalika haiswaliwi. Wako ambao wanakutazama na wana hamu ya kuwekeza kheri, na wana hamu ya kufanya mambo mazuri kama haya ambayo tumeyatembelea sisi. Lipi la kuambia? Hasa kwanza kueleza mji wako wa Mbeya, vile vile na kuhamasisha waje Mbeya kwa staili namna gani? Nashukuru sana. Mkoa wetu wa Mbeya kijiografia ya kiserikali una wilaya 5 ambazo ni wilaya ya kwanza ni hapa Mbeya mjini, alafu kuna Chunya, kuna Kyela, Rungwe na Mbarali. Halmashauri zenyewe nadhani zipo 7. Pamoja na kuna wilaya 5 lakini halmashauri zipo 7. Kuna baadhi ya wilaya zina halmashauri 2. Kwa mfano wilaya ya Mbeya mjini kuna pamoja na halmashauri ya jiji kuwepo, lakini kuna halmashauri ya Mbeya DC, halmashauri ya Mbeya vijijini, na kuna halmashauri katika wilaya ya Rungwe, halmashauri ya wilaya ya Rungwe na halmashauri ya Busokelo. Sisi Kibakwata tuna wilaya 6 pamoja na hizi 5 nilizozitaja, lakini ile halmashauri ya Mbeya DC au ya halmashauri ya Mbeya vijijini, sisi Kibakwata ni wilaya pia. Kwa hivyo mkoa wetu wa Mbeya Kibakwata, Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania, tuna wilaya 6 ambazo hizo wilaya, kila wilaya ina shehe wa wilaya na katibu na uongozi mzima kama ilivyo katika katiba ya BAKWATA ilivyo. Taratibu ziliko namna hiyo. Na mkoa wetu kama ulivyozungumza mwandishi wa habari, alhaqu yuqalu, Bwana Mtume asema kul haqa law kana murra, sema ukweli hata kama ukweli utakuwa mchungu. Hali halisi ya ilivyokuwepo hapa mkoani kwetu, nadhani hali ambayo iko sasa hivi kwa sisi ambao ni wazawa wa mkoa huu, tunashukuru Mungu alhamdulillah, kwa sababu hali nyuma ilikuwa ni kwa upande wetu wa Uislamu ilikuwa ipo nyuma sana. Kuzungumzia hapa Mbeya mjini, awali kulikuwa kuna msikiti mmoja tu. Msikiti wetu uko barabara ya kwanza. Hapa tuko ofisi za BAKWATA hizi za mkoa ziko barabara ya 3. Barabara ya kwanza kuna msikiti huo mkongo ulikuwepo, ambao kutokana na msikiti huo ndio ilikuja mingine taratibu. Leo hii tunazungumzia misikiti inataka kukaribia 60 katika wilaya ya Mbeya mjini. Lakini hali iliyokuwepo kwa wale wanaonisikiliza, msikiti wetu barabara ya kwanza ni msikiti kipenzi na ni msikiti mkongwe. Kwa hiyo na waomba washikamane na sisi, tuna nia hasa ya kufanya ule msikiti wetu tuweze kuujenga uwe wa kisasa zaidi, na tayari michoro tumeiandaa na eneo la ujenzi pamoja na msikiti ulipo. Lakini Waislamu wa Mbeya jitihada zilifanyika. Kuna nyumba za jirani, takriban nyumba 2 zilinunuliwa. Kwa hiyo kuna eneo hapo ambalo limeshazungushiwa wigo wa mabati na mkandarasi ameshapatikana. Lengo ni kupajenga hapo. Waislamu wameanza kuchanga kidogo kidogo, lakini bado tuko mbali mno. Unapozungumzia kitu kitakachokuwa na thamani ya milioni 500 au 600, ukiona milioni 5 au 10, bado safari ni ndefu. Kwa hivyo nawakaribisha Waislamu, ni jambo lao popote walipo, iwe ndani ya mkoa huu, ndani ya nchi yetu ya Tanzania au hata nje ya nchi yetu pendwa ya Tanzania, watunge mkono katika ujenzi wa msikiti huo wa barabara ya kwanza, ambao ni msikiti kwa Mbeya mjini wenye historia kubwa. Nazungumzia kwa Mbeya mjini kwa sababu tukizungumzia kimkoa kuna misikiti ambayo hasa ndio ya kale ya kimkoa. Tuna msikiti ambao takriban misikiti ambayo ina toka mwaka 1800 na kitu ipo katika wilaya yetu ya Mbeya vijijini. Kuna msikiti ambao nadhani 1820 na kitu, 27 nadhani upo pale, na alhamdulillah kwa msikiti ule tumejitahidi. Pembezoni mwake tumejenga msikiti mwingine mpya ambao jitihada zinaendelea sasa hivi, na kubwa ambalo pale linahitajika sasa hivi kama ulivyozungumzia, mabusati yanahitajika sana na madirisha ya aluminium. Lakini kwa maana ya ujenzi tumefikia hatua nzuri. Msikiti wa Mbeya vijijini, kuna msikiti wa eneo la Masasi katika wana swala la kutaka kujenga nyumba ya maarifa
ambao watakuwa wanafundisha virehani, kompyuta na mambo mengine kwa mabinti wa Kiislamu, vifaa ambavyo tayari wameshavinunua. Tuna masuala ya kununua baadhi ya maeneo ya viwanja, yote katika irshadati za Mheshimiwa Mufti. Kuna viwanja tumenunua. Kwa hiyo sina kwa kweli naweza nikazungumza siku nzima na nisimalize kwa yale ambayo Samaha Mufti ameyafanya kwa Uislamu wa Tanzania, kwa Uislamu kwa jumla, lakini kwa sisi aliyotupa nafasi ya kumsaidia, kwa sababu ninapokaa kwenye kiti hiki ni kiti chake yeye. Atakiwa mwenyewe akae hapa afanye haya, lakini kutokana na jiografia ilivyokuwa kubwa hawezi kuwepo kila sehemu. Kwa hiyo tupo watu ambao wametutuma sasa tuweze kumsaidia katika shughuli zake hizi. Kwa hivyo ndipo tunamsaidia hapa, tunamshukuru sana kwamba tunakwenda kutokana na namna ambavyo yeye mwenyewe anatuongoza na anatushauri. Mwenyezi Mungu namuomba amhifadhi, amzidishie umri, ampe afya njema, amlinde na kila husda, kila uadui na ubaya wa kila namna. Shukrani sana wapenzi watazamaji wa Babu Salam Online TV. Hapa ndipo tutakapokuwa tumefikia tamati baada ya kusikiza mambo mazuri kutoka kwa fadhilatu Sheikh wetu Sheikh Msafiri Ayasi Jalambaha. Ni Sheikh wa mkoa wa Mbeya, na haya ni mambo ambayo yanatoka hapa katika mkoa wa Mbeya. Naamini ndugu yangu mpenzi mtazamaji umejifunza mengi kutoka katika ziara yetu ya Babu Salam Online TV tukiwa hapa Mbeya. Naamini utayafanya kazi. Hasa mkazi wa Mbeya, unaachaje fursa kama hizi? Unaachaje kufanya khairi? Na wewe Mwenyezi Mungu amekupa. Kuna wako ambao wanatamania nafasi yako ulionayo. Kwa nini usigawe kila ambacho Mungu amekuruzuku ukawapatia na wengine ambao hawana? Ulikuwa na ndugu yako Ustadh Ramadhan bin Juma bin Hussein wa Babu Salam Online TV. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.